Ndoa haiui ndoto ya mwanamke. Ndoa haizimi mafanikio ya mwanamke. Ndoa haiui maono ya mwanamke. Lakini mtu uliye naye ndio anaweza kuzima ndoto. Kumekuwa na trendi sasa hivi, mwanamke anakwambia mimi siolewi, akiulizwa anakwambia kwamba ndoa inaua maono ya mwanamke. Yaani mimi nikiangalia huwa nacheka sana. Sisi wanawake ni watu ambao tukisikia kitu tunakipokea kama kilivyo. Hatutaki kujichanganua kukifikiria faida na hasara zake. Tunavyoongelea masuala ya kijamii, hatuwezi kuongelea kitu kwenye upande mmoja. Ndiyo, wapo watu wananyonywa na ndoa, wapo watu wanaonewa kwenye ndoa, wapo watu wanakandamizwa kwenye ndoa. Hakuna aliyekataa. Lakini kwenye ndoa hizi ambazo zinasemwa vibaya, kuna watu wanafanikiwa kwa sababu ya wao kuwa na mapatina bora kwenye ndoa zao. Una mume mzuri kwenye taasisi yenu ya ndoa, anakuwa sababu ya yeye kuinua ndoto zako wewe. Kwa hiyo tusiisingizie ndoa. Tusiwape watu vitisho washindwe kuingia kwenye maisha ya ndoa. Eti kwa kuwapa ofa kwamba mtaenda kutimiza ndoto zenu, mtaenda kufanikiwa. Hakuna. Kwa sababu ndoa haimfungi mtu minyororo. Sio kila ndoa iko hivyo. Aina ya mtu ambaye unaye, patina wako ni mtu wa namna gani? Mume wako ni mtu mwenye misimamo gani? Mimi nilishawahi kuongea mara nyingi hapa kwamba kila mwanaume huwa ana mitazamo yake, ana misimamo yake na ana mambo yake ambayo yeye anataka yawepo kwa mwanamke wake. Kwa hiyo kabla ya kuingia kwenye taasisi ya ndoa, kama wewe unajijua kabisa mimi ninataka kwenye maisha yangu nije niwe na 1, 2, 3, tafuta mtu wa kuendana na maono yako ili msiitwishe ndoa lawama. Wapo wanaume sasa hivi wanawakataza wake zao kufanya kazi na wapo wanaume wamewapa uhuru wake zao kufanya kazi. Huwezi kusema ndoa ndiyo kitu kibaya hapa. Mchawi ni mtu uliye naye tu, mtu utakayempata ndio atasababisha ndoto zako zizime, kwa sababu ndoa haina mikono ya kukushika wewe usiende kwenye ndoto zako, haina. Lakini mtu uliye naye yeye ndo anaweza kukurudisha nyuma. Na tunapozungumzia hili tusiseme kwamba wanaume, no. Mimi huwa nakataa. Masuala ya kijamii hatuwezi kuhusisha wanaume wote. Ndio ni wanaume, lakini kila mwanaume ana akili yake, ana mitazamo yake, ana misimamo yake. Kwa nini tuwatushe wanaume mzigo wa lawama kwamba wao ndo wanaua ndoto za wanawake? Kwamba wanaume ni wanyanyasaji, wanaume sijui ni wakatili, wanaume sijui anafanya hiki. Sio kila mwanaume anampitisha kwenye hayo maisha mwenza wake. Shida sio wanaume, shida ni mwanaume uliye naye, manake mwanaume mmoja mmoja. Sijui kama unanielewa. Tusiwatushe watu mzigo eti wanaume mnaingizwa chuki za kijinsia, nyinyi mnaanza kupigana na jinsia nyingine bila sababu za msingi. Wakati huo muda ilibidi wewe utafute mtu wako bora wa kuanzisha familia yako ambaye mtakao mnasapotiana kwenye maono yenu. Eti kukaa mwenyewe ndio maisha mazuri, ndio nini, ndio kuenjoy, ndoa zina nini, ndoa zina... Hapana. Kila mtu na ndoa yake. Kuna mwingine yeye ndoa yake inamfanya alie kila siku na kuna mwingine yeye ndoa yake inamfanya acheke kila siku. Kuna watu ndoa ni kitu cha baraka kwenye maisha yao na kuna wengine wanalaani sana kuwepo kwenye ndoa. Shida sio ndoa, mtu uliye naye. Na unaweza ukashangaa utakapoachana na huyo mtu ambaye uko naye leo anayekufanya ulie sana kwenye ndoa, ukapata mwanaume huyo ambao wanaume mnawataja vibaya na akawa mtu bora kwako, mtu mzuri kabisa. Mfano mzuri, mimi nijiwekee mfano. Watu wengi sana huwa wanauliza, dada umeolewa, dada una mume, na wengine wanahisi hapana, huyo hawezi kuwa na mume, mumewe hawezi kuruhusu kufanya hiki. Ndio pale ninapokuambia kwamba kila mwanaume ana akili yake, kila mwanaume ana mitazamo yake na kila mwanaume ana misimamo yake. Mimi nina mwanaume ambaye yeye amechagua kunisapoti kwenye ndoto zangu, na yeye ndio sababu ya mimi kufika hapa kwa kunijenga kiushauri na kila kitu. Nikiwa na mahitaji ya kitu fulani ambacho kinahusiana na hii kazi yangu, ninamuelekeza, nahitaji 1, 2, 3, naomba unisaidie. Mume wangu ananisaidia na analibeba hilo kwa sababu ni mtu ambaye ananisapoti kwenye ndoto zangu. Utasemeje ndoa ndio tatizo hapa? Tatizo ni mtu uliye naye, tatizo sio ndoa. Watu wanasapotiwa na waume zao vizuri kabisa. Na unapoambiwa amka, sio kila wakati mtu anapokuambia amka ni kweli anakuamsha kwenye usingizi.
Mwingine anaamka anakwambia amka ili akulaze kwenye ujinga. Wewe leo hii unaweza ukaikimbia hiyo ndoa na maisha utakayoenda kuyapitia huko mtaani ukaja kushangaa. Hayo maisha unayoyasikia, hayo maono unayoyasikia kwamba yanauliwa, usiyaone kwako, unakuta hauna chochote. Kuna watu sasa hivi tunajifunza vitu kutoka kwa watu. Umemwona mwanamke fulani ana mafanikio, ana gari, ana nyumba. Wewe ukifikiria kwenye akili zako unaona kama ni kitu rahisi sana, kwamba nikienda pale nitaanzia hapa nitafika hapa. Ndugu yangu, maisha yana siri. Ndio maana mimi nikisikia kitu huwa mpaka nikichanganue kwa akili yangu ndio nikubali kwamba hili sasa naweza nikalipokea. Watu wamekurupuka, wameacha ndoa zao, sasa hivi wanalia huko mitaani. Watu wanaacha ndoa zao wakifikiri wataenda kutimiza ndoto zao, wakifika huko mitaani wanakuta maisha ni magumu. Wengine wanaishia kujiuza, wanaenda kuuza mabaa, wanaenda kuuza miili yao. Wengine wanakuwa na mafanikio ambayo wameshauza utu wao, nafsi zao zimeshauzwa. Wanacheka kwa nje, lakini kwa ndani wana maumivu. Wewe unajifunza kutamani kuwa kama yeye, lakini yeye anatamani asingekuwa kwenye ile nafasi. Ni siri ya mioyo ya watu. Tupunguze tamaa wapendwa, tupunguze tamaa. Tamaa zitatuponza. Leo hii wanajitokeza mpaka wanaume na ndevu zao, wanaanza kuwaambia wanawake, amkeni, sisi wanaume tunaoa kujinufaisha sisi. No, wewe ndio unaoa kujinufaisha wewe, sio kila mwanaume yuko kama wewe. Na wanawake wakishasikia anayeongea ni mwanaume wanaamini. Kuna mwingine leo nimemsikia na anasema kwamba wanaume wanajipendaga wao peke yao, hawajawahi penda mtu. Nikacheka, nikakuta wanawake wametiririka. Mimi niliacha ndoa toka mwaka gani? Nikasema jamani, watu wengi sana mtavunja ndoa zenu. Tatizo sio ndoa, tatizo ni aina ya mtu uliye naye. Kuna watu wamewaacha wanaume zao walikuwa wazuri tu kwa sababu ya kukimbilia mafanikio ya haraka, wakihisi kama nikitembea nikiwa sina partner ndio nitafika haraka ninakokwenda. No, unafika kule unagundua hata wenzio ambao wako pale wana mapatina wao ambao wanawasukuma. Ndio kitu cha ajabu na cha kushangaza. Ukishatoka kwenye ndoa ndio utaenda kushuhudia soko la huko nje lilivyo gumu. Yale maneno uliokuwa unaambiwa ambayo ni soft, ni laini, ukafikiri nikishatoka kwenye ndoa maisha yataenda kuanzia 1 2 3, unagundua sio hivyo. Mimi nawaambia ukweli, tuache kukurupuka. Sio kila unachokisikia ni chema kwako. Vingine vinakuja kukutapeli hisia zako, vinatapeli akili yako, uchanganyikiwe. Sio kila uhuru utakuwa ni uhuru mzuri kwenye maisha yako. Kuna uhuru miaka ya mbele utakufanya ujute. Wanaume wanajinufaisha wenyewe, wanaume wanafanya nini, mpaka wanaume wanawakandia wanaume wenzao. Mwanaume anahudumia familia, anasomesha watoto wake, anahakikisha watoto wake hawakosi mahitaji yoyote, anafanya nini kwenye familia, anapambana, anafanya nini. Mwisho wa siku wale watoto wakija kukua wanasema nani kama mama? Mbona hili wanaume hawalalamiki? Mbona hili haliwafanyi wanaume waweke ajenda za kwamba sasa hivi jamani tuache kuoa? Lakini ni sisi tu wanawake ndo tunaambiwa ndoa zinafanya hiki, ndoa zinafanya kile, ndoa kilienda hivi, ndoa. Jamani, ndoa sio shida, tusidanganywe. Kurupuka leo iache ndoa yako, uone huko mtaani kulivyo kugumu. Mtu anakwambia mwanamke pendeza, fanya hiki, fanya kile, uvutie wanaume, ufanye. Jamani, mimi nawashangaa sana. Umri hautusubiri, umri unaenda mbele. Sisi haturudi utotoni, tunakuwa. Unatoka kwenye soko wewe sasa hivi una miaka 30. Unatoka kwenye ndoa yako na miaka 30. Huko sokoni kuna watoto wana miaka 18. Watoto wana miaka 16. Ndio wako kwenye trendi za kutembea na wanaume wenye pesa. Wewe mwenye miaka 40 sasa hivi kweli unawaza kutoka kwenye ndoa kwa ajili ya kwenda kutumia muonekano wako kama sehemu ya kukuingizia we pesa, upate watu wenye pesa, sijui attract, sijui wanaume wenye. Mimi nashangaa sana. Hivi wanawake sisi ni akili hizi ndio tulizo nazo? Halafu sasa wanatudanganya kwa kuonyesha, wanatuinua sana tujisikie sisi kumbe ndio sisi. Wanatuambia sisi ndio wanawake, ndio watu wenye akili sana, sijui nini, wanaume wanajifanyia, yani mambo kibao. Tunaingizwa kwenye bato ya kijinsia kwa manufaa ya watu wengine.
Mtu anakaa zake anafikiria idea inayo trendi sasa hivi ni ipi? Nikitoa hapa nipate pesa, nikituma hiyo klipu mtandaoni kila mtu acomment ya like afanye nini, mimi niingize vidola vyangu. Mtu anaamua kuingiza hiyo ajenda, anaongea pale lelele, wanawake fanyeni. Na sisi tunavyopenda kusikia mambo ya kipumbavu kuliko mambo ya akili, tunajaa hivi kweli? Tutetee kwamba yani swala la wewe kuwa mama tu bila mume ni sawa. Ni sawa kwenye ujana ndugu yangu, sio uzeeni. Mimi natamani hata sijui niwaambie nini, natamani wanawake wote tungekuwa tunafikiria na tunaangalia nini kinachoendelea. Tunadanganywa ndugu zangu. Maisha ya usingo ni raha ukiwa hivi kijana. Kuna umri ukifika hata wewe utatamani ungekuwa na mwenza. Utatamani kabisa ungekuwa na mwenza. Unatoka ndani ya ndoa, unaenda mtaani, unapeta kwa miaka 2. Unasema haya si ndio maisha? Usingo raha, nini kiko hivi? Tunashangaa hayo mafanikio hayapo kwenye maisha yako. Hizo ndoto zilizokufanya utelekeze ndoa hazipo. Upo tu wewe mwenyewe unazunguka huko, huelewi unaanzia wapi unaenda wapi. Na wengine wanarudi kwa waume zao, naomba nirudi, mtaani ni kwa moto. Wewe ondoka kwa kukurupuka ukaone. Watu washauza utu wao huko, watu wanafanya vitu vya ajabu. Mtu anafikiri anavyoviona yeye machoni pake ndivyo vinavyofanyika huko nje. Akitoka anagundua afadhali ukae kwenye ndoa. Watu wanafanya mambo mengine ambayo wewe huwezi kuyafanya. Huwezi hata kidogo. Yaani wewe huwezi hata kujaribu. Jamani wanawake, natamani sijui ningeongea kwa lugha gani, lakini mimi nitakukatalia mpaka kesho. Hakuna ndoa inayoua maono ya mwanamke. Hakuna. Ni namna ambavyo wanaipaka ndoa ubaya. Watu mshindwe kuolewa, watu muone kukaa single ni raha. Lakini finali wanasema wenyewe finali ni uzeeni. Kuna umri ukishafika, ukute hata hivyo vitu ulivyokuwa unaviona kwa wenzio hujavipata, ndio akili zitakukaa sawa. Hayo maono uliokuwa nayo hayapo, ndio akili zitakukaa sawa. Wanawake wengi tuna mihemko, hatuna maono. Wako wanawake wenye maono ambaye anajua mimi nataka kwenye maisha yangu 1, 2, 3. Lakini kuna wengine wao wana mihemko, yani kitu anachokiona kwa mtu anatamani kwamba na mimi niwe vile. Lakini sio maono yako ya ndani. Hicho unachotamani kwenda kukifanya sio kitu chako cha ndani, sio kipawa chako. Unaangalizia kwa mtu. Umeona mtu fulani kimempa mafanikio, unafikiri na wewe utaenda kufanikiwa kupitia kile kile. Maisha yana siri kubwa sana. Na hapa duniani mtu ambaye anasikiliza kila kitu ataendeshwa kama mbuzi. Ataendeshwa kama mbuzi, kama mwenda wazimu. Ikija ajenda hii amejaa, ikija ajenda hii amejaa, ikija ajenda ile amejaa, ikija ajenda hii amejaa. Mwisho wa siku utajikuta wewe ndio mwehu hapo, umechanganyikiwa. Wenzako kwenye ajenda zao wanafanya ajenda zao, wanapiga pesa zao, maisha yao yanaendelea. Mpaka siku utakaposhuhudia kwamba hata watu wenye maono makubwa au wenye mafanikio makubwa wanaanza kulilia kupata wanaume wa kuwaoa, ndio akili zitakukaa vizuri. Upweke ni kitu kibaya sana. Mtu asikudanganye. Upweke, ile hali ya kulala na kuamka peke yako, ile hali ya watoto kuwa wanakujua wewe tu mama, hawamjui baba, ile hali ya kukosa mtu wa kukujulia hata hali usiku, mke wangu joto limepanda, nini kimefanya nini, ule upweke unaumiza. Usije ukafikiri kila mtu aliyekaa mwenyewe anapenda. Kuna watu walishatoka kwenye haya maisha ya ndoa, wako huko nje, lakini wameshaanza kuuona umuhimu wa ndoa, lakini wanajifanya wako proud na kile walichokifanya, lakini wanaumia ndani. Upweke unawatesa. Upweke ni kitu kibaya sana. Ndoa sio mbaya, usikalilishwe. Ndoa sio mbaya, lakini mtu unayempata, je, ni sahihi kwenye maisha yako? Je, ataunga mkono jitihada zako? Je, atafanya nini kwenye maisha yako? Msidanganyane. Wewe ukipata fursa, olewa. Hakuna ndoa inayoua ndoto za mtu, lakini mtu uliye naye ndo anaua ndoto za kwako wewe. Jamani, shauri zenu, mimi nawaambia, shauri zenu, kimbieni sana, kurupukeni sana, acheni ndoa zenu, fanyeni nini. Utakapojikuta upo kuuza mwili wako, ndio utafikiria uone kabisa nilichokifanya ni kitu gani. Utakapojikuta unauza baa, zile ndoto zako hazipo, ndio akili zitakapokukaa vizuri. Utakapokuta umetoka ndani ya ndoa unaona soko gumu, akili ndio zitakukaa vizuri.